Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wapenzi watazamaji wa IBN TV, karibuni katika kipindi maalumu kuhusu mazazi ya Bi Zainab alayha salatu wassalam. Kipindi ambacho tutaweza kuangalia mambo mbalimbali yanayomhusu Bi Zainab alayha salatu wassalam. Na leo katika kipindi chetu maalumu kuhusu mazazi ya Bi Zainab alayha salatu wassalam, tutatizama maisha ya ndoa ya Bi Zainab alayha salatu wassalam. Mgeni wangu hapa studio za IBN TV ni Sheikh Abdul Aziz Miqdad, ambaye ndiye nitakuwa naye katika mfululizo wa vipindi hivi maalumu kuhusu mazazi ya Bi Zainab alayha salatu wassalam. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Bi Zainab al-Kubra alayha salatu wassalam, yeye ni binti wa Sayyidati Fatima az-Zahra, na upande wa baba ni Bwana Ali alayhi salatu wassalam. Yeye ni binti ambaye alikuwa ni mtoto wa 4 katika watoto wa Bi Fatima az-Zahra na Imam Ali. Wa kwanza ikiwa ni Hasani, wa pili ni Husaini, ni binti wa 3, si wa 4, ni binti wa 3. Wa kwanza ni Imam Hasan, wa pili ni Imam Husaini, na wa 3 ni Bi Fatima Bi Zainab alayha salatu wassalam. Bi Zainab alayha salatu wassalam, ambaye ni maarufu kama aqilatu ahlul baiti, yeye aliweza kusuhubiana na Imam Hussein alayhi salatu wassalam katika viunga vya Karbala, na yeye ndiye ambaye tunaweza kusema kwamba mwakilishi wa Imam Hussein alayhi salatu wassalam katika kuweza kufikisha ujumbe wa Karbala kwa wanadamu wote katika ulimwengu huu tuliokuwa nayo. Kwa hiyo tunataka tuzame leo maisha yake ya ndoa, aliishi vipi katika maisha yake ya ndoa, aliolewa vipi na aliendeleaje kuishi akiwa kama mwanamke ambaye yumo ndani ya ndoa. Yote hayo ni Bwana Abdul Aziz Miqdad ndiye ambaye atatujuza na kutuweza kutufidisha kwa undani zaidi. Sheikh Abdul Aziz Miqdad, tunazungumzia maisha ya ndoa ya Bi Zainab alayhi salatu wasalam. Lakini mpenzi mtazamaji, labda angetaka kujua nini maana ya maisha ya ndoa. Kabla hajajua maisha ya ndoa, Bi Zainab ajue nini maana ya maisha ya ndoa. Tunaposema maisha ya ndoa tunakusudia nini? طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. والصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير البشير النذير الطهر الطاهر الرسول الممجد محمد الأمجد الذي بلغ رسالته ونصح أمته بشيرا ونذيرا، وعلى آله والسائرين لا نهجهم وتابعين لهم بإحسان وتابع تابعين وتابع أتابع تابعين من الآن إلى قيام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبنزي وتزماجي وIBN، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. maana ya maisha ya ndoa ni vyema tungeiuliza Qur'ani itutajie kwamba maisha ya ndoa yana maana gani, kwa sababu leo wengi tumo katika ndoa, lakini yawezekana pamoja ya kwamba tumo katika ndoa hatufahamu kwamba hizi ndoa zetu tulizonazo, yale maisha tunayoishi ni maisha ya kweli, ni maisha kweli ya kindoa au si maisha ya kindoa. Kwa sababu yawezekana kabisa tunaishi na kutofahamu nini maisha ya ndoa Kiislamu au Kiqur'ani, ikawa ndio sababu wa hizi talaka ambazo leo tumeziona hazina idadi. Na tuangalie wanawachuoni wa Kiislamu waliofasiri Qur'ani wasema maisha ya ndoa maana yake nini. Tukiangalia aya ambayo yasomwa sana kwenye nyakati zile za kuoana za aqdi, na nyakati za aqdi, aya hii husomwa sana, haiwezi kuacha kusomwa kwa sababu ndio moja kwa moja imekuwa
ni ishara na ni nembo kwamba yale jambo linalofanyika. Katika surati Ar-Rum aya 21 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii asema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tarjuma ya hii ni kwamba katika aya, katika alama za Mwenyezi Mungu ni kule au ni vile yeye kukuumbieni kutokana na nafsi zenu nyewe akina baba, nyewe na mume, azwaja, kuumbieni wake, litaskunu ilaiha, ili muweze kutulizana kwao. Kisha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na huyo Mwenyezi Mungu akajalia kati yenu mawadda, mapenzi, mawadda ni zaidi ya mapenzi ya kawaida. Kisha wa rahma, na akajalia huruma miongoni mwenu nyewe wanandoa. Inna fi dhalika, hakika hili la ayatin, kuna dalili tosha ya ukubwa wa Allah, ya uzito wa Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, liqaumi yatafakkarun. Lakini ili uweze kufahamu kwamba hii ni aya, hii ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, Mwenyezi Mungu ana heshima fulani, Mwenyezi Mungu ana uzito fulani, Mwenyezi Mungu ana ukubwa wa kipekee, yatakiwa uwe na akili ya kuweza kufikiria haya. Aya hii tukirudisha kwa Sheikh Muhammad Jawad Mughniya al-Alama, ambaye ni mwana wa chuoni mkubwa ambaye kaandika vitabu zaidi ya 60. Katika orodha ya vitabu alivyoandika ukiangalia ni zaidi ya 60 kaandika, kama ni katika tafsiri, katika fiqh, katika tarikhi, katika aqida, utamkuta Sheikh Muhammad Jawad Mughniya ameandika. Sasa katika tafsiri yake Tafsirul Kashf amejaribu kuitafsiri aya hii kimapana sana na kuweza kuangalia maisha ya ndoa ni nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa katika aya hii ajaribu kutueleza maana ya maisha ya ndoa ni litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha tumesema kwamba ni kupata utulivu kwa kina mama. Kabla tujamwangalia Sheikh Muhammad Jawad Mughniya, tunaposema utulivu, unapokuwa wewe tayari umempata mke, watakiwa jinsi utakavyoishi naye kupatikana utulivu kati yako na yeye, ipatikane amani kimatamanio ipatikane. Kama wewe kabla ya kuoa ulikuwa ni mtu wa kuwatamani kina dada, kina mama, mabinti wa watu, mabinti ambao wewe kwa kuhurusiwi, basi tayari umekuwa katika ndoa. Sasa pata utulivu wa kinini, wa kinafsi, pata utulivu wa kimapenzi, pata utulivu wa kimatamanio kwa yule mke wako. Lakini Sheikh Muhammad Jawad Mughniya yeye akasema litaskunu ilaiha, ndiyo maana halisi ya maisha ya ndoa hapa. Akasema litaskunu ilaiha maana yake ni kuzoeana. Sasa kuzoeana vipi? Yani wewe unapoishi na mke wako, yale maisha yale watakiwa umzoee, maana yake ufahamu afurahi kwa lipi, kwamba mimi nikiongea neno lipi huyu hufurahi. Unapokuwa naye basi uongee yale ambayo yeye huyataka, maadamu tu yasiwe nje ya sheria mipaka ya Kiislamu. Si yeye anataka muongee mtu, mtete mtu, muongee uongo ndio afurahi afu na wewe umfuate uongee uongo. Tunasema mzoeane, umetaka yeye analolipenda uliongee linalomfurahisha yeye, likiwa katika misingi ya sheria ya Kiislamu, basi huo hivyo. Lakini chakula gani akipenda yeye, ufahamu, mzoee. Lakini ziada ya hapo lazima ufahamu kwamba wewe zawadi gani ukimletea afurahi, aipenda. Maana watu wengine shekhe, unaweza kuona maajabu ya kwamba aweza kuishi na mke wake wiki mbili, mwezi, hata anaporudi kwenda nyumbani shekhe, habebi hata ice cream kumpelekea mke wake. Hana chochote anachobeba kumpelekea mke wake. Hata pipi ashindwa. Maana zawadi si zawadi wewe kubwa, zawadi ni kile ambacho ulichokiweza wewe. Maadamu tayari umeshamzoea, litaskunulia, umeshajua mke wangu apenda nini, mbebe. Siku hiyo utaona kabisa, yawezekana jino lake lile la 32 hujaliona, siku hiyo utaliona. Litaskunulia. Maisha ya ndoa maana yake ni sisi kuzoeana. Lakini
Yeye vile vile akusome, akuzoee, afahamu mume wangu apenda chakula gani, ampikie kutokana na kile chakula ambacho mume wake anakipenda. Lakini afahamu kwamba apenda mume wangu unue katika mazingira gani anaporudi kutoka katika shughuli zake. Maisha ya ndoa litaskunu ilaiha ni sisi tuzoeane. Tufahamu ndugu wasikilizaji ya kwamba watakiwa kuanzia leo, kama ulikuwa hujaweza kumsoma mke wako apenda nini, afurahi vipi, achukia nini, basi kuanzia leo msome. Inawezekana wewe mtazamaji wangu wote ambao unatueleza ndoa yako ina matatizo, unatuangalia ndoa yako inawezekana ina matatizo, ukirudi nyumbani kuna vita, lakini inawezekana vita ile wewe tu hujaweza kumsoma na kumzoea mke wako. Sasa hivi ninavyoeleza, ukiwa wewe hujamsoma, nenda kamsome na angalia afurahi vipi, apenda nini, zawadi gani apenda nguo gani, chakula gani apenda, muongee nini, jaribu kufuatilia yale anayoyapenda. Inawezekana kabisa matatizo yako ya kindoa yakawa tayari yakaweza kupungua, kama si kuisha kabisa. Lakini Sheikh Muhammad Jawad Mughniya akaenda zaidi ya hapo, akasema utulivu, kuzoeana katika uadilifu, kuzoeana katika usawa, kuzoeana katika mahaba, kuzoeana katika rahma. Tunapokuwa tayari tumezoeana, ufahamu kwamba mimi nifanya nini huyu au ninamhurumia. Kwa sababu shaka leo kuna watu wengine, kuna ndoa zingine zinavunjika, ndoa zingine zinaharibika, kuna mashtaka mengine sisi mashaka tunayapata kwa sababu tu mke wake amekosa ile qibla, amekosa lile busu lile, mke amekosa busu lile la mume wake, aja atoka nje ndoa yake. Hapa udhaifu si wa mama, udhaifu si wa peke yake, udhaifu unatoka paka kwa baba, unatoka paka kwa mume, kwa sababu umeshindwa kumzoea, umeshindwa kumsoma mke wako kwamba nikifanya kitu gani huwa kupenda huyu, umeshindwa kujua kile kitu. Pamoja kama umekiona kidogo, qibla ni kitu kidogo, lakini kimesababisha biisrar kwa kuendelea, kimeharibu ile ndoa yenu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ametuumbia akina mama wawe ni tulizo kwetu, hili tulizo, twende zaidi ya tulizo, tuitafsiri aya, tuitafsiri Qur'ani zaidi ya hivi tulivyozoea kuitafsiri. Tuitafsiri Qur'ani kama Sheikh Muhammad Jawad Mughniya alivyosema kwamba ni kuzoeana. Sasa kishapatikana huku, yapatikane mawadda. Yakipatikana mawadda, itapatikana nini? Itapatikana huruma. Hamwezi kuishi katika ndoa bila huruma, hamwezi kuishi katika ndoa bila mawadda. Kwa hiyo utaangalia Mwenyezi Mungu katika aya hii aongelea vitu vitatu. Ameanza litaskunu ilaiha, ambayo tumetafsiri kwa maana ya kuzoeana, jinsi Sheikh Muhammad Jawad Mughniya alivyokwenda. Lakini ametaka katika maisha yawepo mawadda, na mawadda tumesema ni zaidi ya mapenzi. Alwudu laysa alhub, wudu haiwezi kuwa ni haiwezi kuwa ni penzi la kawaida, kwa sababu penzi la kawaida wamuonyesha rafiki yako, penzi la kawaida uweza kumuonyesha hata adui aliyekukasirikia, mliofanyana na adui, ukaondoa ule adui, mkawa na mapenzi ya kawaida. Lakini mke haitakiwi ni mapenzi, yatakiwa yao ni mawadda, zaidi ya mapenzi. Haya zaidi ya mapenzi ndipo atakushawishi kwamba haya mapenzi ndio atakushawishi kwamba anachotaka umtekelezee. Mapenzi ndio atakushawishi kwamba wewe kuweza kumzoea. Sasa tuishi katika hivyo, na yakipatikana mapenzi, hatua ya mwisho itapatikana ambayo ni rehema, ni rahma. Ndio maana katika sehemu za Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, shekhe nafikiri utakuwa umezihifadhi, lakini mimi nitaleta nani zake tu mafuhumu yake, kwamba ni vyema uolewe na aliyekupenda, kwa sababu kama hata kutokelezea yale ya ziada, yale ziada ndio yapi? Haya ndio haya kuzoeana. Umeshamsoma ataka nini, apenda zawadi gani, ndio ya kuzoeana haya. Kama hata kuletea yale ya kuzoeana, hata kufanyia yale ya ziada, yale ya wajibu wako atakutekelezea. Al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam akitueleza hivyo kwamba haya ndiyo maisha ya ndoa
ambayo watakiwa Waislamu tuishi hivi ili kuweza kuondoa minongono katika ndoa zetu, katika familia zetu. Leo Sheikh tunavyoongea ni Jumada al-Ula hii. Hii Jumada al-Ula watu wako katika pilika za kuoa. Jumada al-Akhir itakuja Rajabu, Shaabani, ndoa zitashamili sana. Lakini baada ya Ramadhani, mfungo mosi, Shawwal, watu huachana. Na Sheikh, mimi nifikiri jamii yetu tu ya Kiswahili, ni jamii yetu tu ya Kitanzania ndiyo ambao labda divorce zimekuwa ni nyingi. Lakini siku nikawa na mtu fulani ambaye si katika jamii, ni watu weupe, alikuwa ni jinsia tofauti, maana alikuwa ni mwanamama. Tukawa tunasoma aya hii ya ndoa, nikana jaribu kumueleza jinsi Uswahilini tunavyoathirika na divorce jinsi ilivyo. Leo mtu melala usiku mkashishana mke wako, basi talaka, watu mnaoana Shaabani, Ramadhani mnaachana, au baada ya Ramadhani mnaachana, ndio ikidumu ni miezi 2 3. Akajaribu kuniambia hata sisi katika jamii yetu, si ninyi tu, divorce zimekuwa ni nyingi. Sasa kuweza kuangalia ni kitu gani, ni tatizo gani, kwa nini talaka zimekuwa ni nyingi, nafikiri watazamaji wetu hapa kuongelea mazazi ya Bi Zainab na hasa katika maisha yake ya kindoa, na hasa swali ambalo tumeulizwa na Sheikh hapa ni nini maana ya maisha ya ndoa, na tukajaribu kugusia Qur'an jinsi inavyoeleza kwamba inatakiwa tuishi hivi kindoa. Na insha Allah nafikiri ndugu watazamaji, kama tukienda hivi jinsi Qur'an inavyotaka, tukiwazoea wake zetu, tukawazoea watoto wetu, lakini tukazoea na familia kwa ujumla, na nafikiri matatizo makubwa katika ndoa yataweza kumalizika. Sheikh, nimalize kwa hili Sheikh Muhammad Jawad Mughni amesema tunavyosema kuzoeana kusiishie kwa mke na mume. Hapana, mke na mume mazoea yale yazidi pale, yaende mbele, yaende mpaka kwa wazee, yaende mpaka kwa zile aadha al-usra, wale wanafamilia wote, isiishie kwa baba na mama, lakini mazoea yale yaende mpaka kwa mtoto, kwa kaka na dada yake, na dada na kaka yake, lakini yafike mpaka kwa mababu na mabibi, lakini yaende mpaka kwa maanko, yaende mpaka kwa mashangazi. Sheikh anasema kwa sababu kila mmoja katika familia akicheza uwanja wake, ndipo tutajenga jamii, kwa sababu jamii hutoka katika familia. Sasa jinsi utakavyocheza katika uwanja wako vizuri, ndivyo na jamii itakavyokuwa inatengamaa vizuri. Na Sheikh akaiunganisha aya hii na aya ya kwanza katika surati al-Maida, katika surati an-Nisa, aya inayosema bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba. Akasema taqwa ambayo Mwenyezi Mungu ana maana hapa ni kila mmoja katika familia acheze uwanja wake. Kama ndugu mtazamaji ulikuwa unafahamu kwenye tafsiri aya hii taqwa ya kawaida, nenda zaidi ya hapo Sheikh Muhammad Jawad Mughni na furahi sana tafsiri yake, nikisoma napata faida sana. Ni mufasiri pamoja kama ni tafsiri ya siku nyingi, lakini ina mafundisho ya hali ya juu. Akamwambia taqwa iliyokusudiwa katika aya hii ni kila mmoja katika familia aweze kumzoea mwingine. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, Sheikh amejaribu kutueleza nini maana ya maisha ya ndoa. Tunapozungumzia maisha ya ndoa, anasema ni lazima maisha ya ndoa yalete utulivu. Na utulivu utapatikana vipi? Ni lazima ujue kitu gani anakipenda mwenzako na kitu gani anakichukia. Basi kile ambacho anakipenda umtendee, anachokichukia uachane nacho. Na vile vile utulivu utazaa mawada na huruma, na mawada yale lazima ujue ni kitu gani kitaweza kuleta mawada kwa ndugu, kwa mwenzio wako, na ni kitu gani ambacho utamtendea mwenzi wako itakuwa ni huruma umemtendea yeye, kwamba ikiweza kupatikana hivi, haya ndio maisha ya ndoa ambayo Uislamu kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh Muhammad al-Jawadi unavyotaka. Na kwa ufupi kwamba Muhammad al-Jawadi ni miongoni mwa mashekhe na ulama wakubwa ambao wameweza kuwa na athari nyingi za kimaandishi, na miongoni mwa athari zake ni tafsiri maarufu ya Al-Kashif, tafsiri ambayo hivi sasa ipo katika lugha ya Kiswahili. Unaweza kuipata katika maelezo ya Kiswahili ambayo maelezo yaliyofanywa na Sheikh Hassan Mwalupa, na inapatikana katika taasisi ya Al-Itratu Tahira. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na taasisi ya Al-Itratu Tahira, na kuna duka la vitabu ambalo linapatikana Dar es Salaam Zanaki pale.
Kwa hiyo unaweza kwenda maeneo yale na ukanunua tafsiri yako ya Al-Kashifu ambayo ina juzu 30 kwa maelezo mazuri kabisa ya Muhammad al-Mughni, ambaye yeye Al-Jawad al-Mughni ambaye ndio mfasiri wa tafsiri Al-Kashifu. Sheikh Abdul Aziz Miqdadi. Okay, hii ndio maana halisi ya maisha ya ndoa. Sasa Bi Zainab ambaye hasa ndio tunamkusudia katika haya maisha yake ya ndoa. Ndoa yake ilikuwaje? Kwa sababu Uislamu una taratibu ili utaratibu ili mtu hadi anafika anaolewa au anaoa. Uislamu umeweka taratibu ambazo sijui kama zinafuatwa hivi sasa, na kama zinafuatwa sijui kama zinafuatwa kwa kiwango kinachoridhisha. Ninyi ulama mnaweza mkatuambia katika hilo. Hasa kwa sababu mimi ninavyojua asilimia kubwa ya Watanzania hususan wa Afrika ndoa zetu ni za kidini, japokuwa hapo ambao wanafunga ndoa za kiserikali, lakini nadhani ni wadogo wachache ukilinganisha na ambao wanafunga ndoa za kidini, hasa katika dini ya Uislamu. Hizi haya ambayo labda yalifanyika kwa Zainab hivi sasa yanafanyika, kwanza tuyajue hayo ni yapi yaliyofanyika kwa Zainab hadi akaweza kuolewa. Sasa huu mchakato tulioeleza kama ndoa au maisha ya kindoa yana maana hii jinsi tulivyoeleza, sifikiri ya kwamba mkichukuana tu kiholela mtaani mkachaguana tu mkaishi pamoja, sifikiri ya kwamba ufanisi huu ambao Qur'ani inautaka au utapatikana kwamba utapatikana. Sifikiri kama unaweza kupatikana. Ili uweze kupatikana lazima turejee pale pale katika Uislamu. Uislamu huu ulivyotueleza maisha ya ndoa ni haya, huu uliweka utaratibu wa kuweza kuyafikia yale maisha ya ndoa. Asante. Unaona hakuna uholela. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri, almuslimuna ala shurutihim. Waislamu wana kanuni zao na utaratibu, wana miko zao, wana miko yao. Shekhe, ni jambo la aibu sana ndoa zetu kama unaishi na jamii, maana hili haitaki ushehe hili. Kama unaishi na jamii unayaona haya. Ile haitaki kwa mtu wa chuo kikuu. Haitaki paka usome sana. Jamiatul Mustafa Hauzatul Quma hii haitaji. Wewe ukisha na jamii basi utafahamu. Wewe umesoma sio umesoma. Kwaona ndoa zetu kwa kweli, shekhe, kuna ndoa za mkeka sijui unazifahamu. Kuna ndoa zinaitwa ndoa za mkeka. Kuna zile ndoa za kufumaniwa, hapo mnamalizana. Sasa sifikiri ya kwamba kweli ndoa hizi zatufaidisha au tutafikia hiki kilele ambacho tunataka. Uislamu ukaweka utaratibu wa kuweza kufikia katika mchakato wa maisha yale ya ndoa. Yale maisha ya ndoa ambayo tumeyataka, ama Uislamu umetaka, ukaweka sifa ambazo yatakiwa mwanamke awe nazo, na Uislamu huo ukaweka sifa ambazo watakiwa yule kijana mume mtarajiwa wale watarajiwa wote wawe nazo. Kwa hiyo sisi ambao tunaozesha, mimi mwenye binti, labda wewe mwenye kijana, tujitahidi hawa tuwalee katika sifa zile ambazo Uislamu unataka, na wewe yule umlee yule katika sifa ambayo Uislamu unataka. Na Uislamu ukawa umeweka vigezo ni viwili. Kigezo ni dini na kigezo ni tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri zasomwa sana katika masherehe ya ndoa na harusi, idha ja'akum man tarudawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa taf'alu takun fitna wa fasadun kabir. Kwamba akija mtu ambaye kijana, maana yake huyo anahadithiwa ni kijana, akija kijana ambaye mtapenda tabia yake, dini yake ni nzuri, na hatimaye tukisema dini yake, tabia yake hatuna ni zaidi ya kuswali. Maana shekhe leo imekuwa mtu ahesabiwa kwa ucha Mungu kwa sababu kuswali vipindi vitano, lakini sifikiri kwamba hii ni zaidi ndio ucha Mungu wenyewe. Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Baqara, laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi. Wema si kuswali, maana qibala al-mashriq wal maghribi ana maana ya kuswali hapo. Wema si swala tu, wema si funga tu. Tunaposema mtu dini yake imekamilika, hatuna maana ya kuswali na kufunga tu. Kama ile swala yako na funga yako vitakufikisha katika ile Mwenyezi Mungu anataka, tanha anil fahsha'i, basi tunataka hivyo ile swala kufikisha hapo. Kwa hiyo ile dini yako imekamilika, kwamba wewe waweza kufuata misingi hadisi ya Uislamu na tabia zako ziko Kiislamu. Tukikuangalia unavovaa wavaa Kiislamu,
Si leo kama Sheikh wangu Sheikh Abdullah Nasir anapiga vita sana, leo wewe ni mtu wa kuvaa zile t-shirt za kubana zile, kijana wewe umevaa t-shirt za kubana mpaka zile muscles zako labda zionekane, na labda kwa sababu umeathirika, umemuona labda komando fulani kavaa vile, umependa alivyovaa na wewe ukafuata vile, ukavaa kijosin. Wewe labda unavaa suruali yako mpaka iteremke chini. Hata kama utakuna swali vipindi vitano, siamini kama kweli dini yako hapa imekamilika. Siamini. Sheikh Abdullah Nasir ana mifano mizuri sana, anasema huwezi kumkataa Marekani aliyekuwa bado wamvaa Marekani. Huwezi kumkataa Muingereza aliyekuwa bado wewe wamtamka Muingereza, wamsikiliza Muingereza. Maneno yako yale ya mdomoni ya kwamba mimi simpendi Muingereza yatakuwa ni ya mdomoni, lakini moyoni kuna vitu vingine, na moyo siku zote ndio unaotenda. Si ndivyo? Sasa Uislamu ukataka dini na tabia ndio iwe ni mihimili ya kijana, lakini vile vile ukataka hii dini na tabia iwe vile vile ni muhimili wa nani? Muhimili wa binti. Uislamu ndio maana ukasema man tazawwaja mura'atan limaliha wakalahu Allahu ilayhi wa man tazawwajaha lijamaliha ra'a fiha ma yakrahu wa man tazawwajaha lidiniha jamaa Allahu lahu dhalik. Unapoenda kumposa binti, kumchumbia binti, eti umefurahi yeye ni mzuri, ni mrembo, kwa umemwoa yule kwa nembo ya urembo, kwamba yeye ni mzuri, hukuangalia dini wala tabia yake. Mwenyezi Mungu, mtume anasema wakalahu Allahu ilayhi, hutokuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu katika ndoa yako. Yale maisha ya kindoa hutoyafikia. Waman tazawajaha lijamaliha, ukimwoa kwa uzuri ukimwoa kwa mali zake. Ile kwanza ilikuwa ukimwoa kwa mali zake, kwamba umependa sababu familia yake wana mali, wana mapesa, basi nawe ukavutiwa na pesa zake zile na familia ile yenye pesa, basi ukaenda, basi utanyanyaswa na mapesa yale hutayapata wewe. Natoa mfano wa jamaa alinijia mimi kama shekhe ambaye kaoa kwa wafanyabiashara wakubwa. Shekhe, si vizuri kutaja majina, lakini leo anahadithia ndoa yake ni shubili. Hawampendi mwanzo, wakimpenda, lakini leo hawampendi kwa sababu hakuangalia dini, yeye kaangalia mapesa. Wamenyanyasa kwamba yeye hana pesa, hawezi kuwa na binti yao. Lakini umantazamaji aljamali, ukiangalia urembo, ukiangalia uzuri, raafia ma yakrahu, kuna mambo ambayo yatakuudhi kwake, yatakuudhi kwa binti huyu, kwa sababu watoto wa Kiswahili katika jamii wanasema kama huyo hatokuwa wako peke yako. Leo shekhe tunaongea haka sababu tunaishi na jamii. Ni kweli kabisa. Wa vijana huko katika jamii zetu wanasema mwanamke atakataa 9 lakini wa 10 hawezi kumkataa. Atakataa 9 lakini wa 10 hawezi kumkataa. Na jinsi mwanamke anavyozidi kuwa ni mrembo, na jamii yetu muona hatuvai Kiislamu, ndivyo mitihani ya kutakwa na kina baba na kina kaka inavyoongezeka. Sasa akikosa dini ndio kabisa. Kwa hiyo kinga yake itakuwa ni dini. Kinga yake ni dini. Kwa sababu dini itamhifadhi maumbile yake, ule uzuri wake atautunza, hautaonekana. Hata utembeaji wake, wapi apite, jamii gani achanganyikane nayo, hawezi kwenda, dini itamzuia. Ule uzuri utakuwa umehifadhika, utakuwa ni wa mume peke yake, kwa sababu hijabu yake itakuwa ni hijabu kwa maana ya hijabu. Ule uzuri wake, Mungu yake hayataonekana katika jamii, hataweza kujitoa katika jamii, uweze kuwa na zile harakati zenye kushawishi zile hatakuwa nazo, kwa sababu dini inamkataza, dini inamhifadhi. Ndio. Lakini ukimwoa binti vile vile kwa sababu ya dini yake ambao ndio Uislamu unavyotaka, Mwenyezi Mungu yote akukusanyia haya, atakuwa ni mzuri kuliko binti yoyote au mwanamke yote ni mwana duniani huyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atampa uzuri. Hili Mwenyezi Mungu
mtume analiongea hapa, lakini kama vile maajabu, lakini tutasoma katika hadithi za wal mahurul ain kwamba Sheikh Hamid, wewe ukiwa na mke wako na wote mkao na wacha Mungu, na tuombe hivyo insha Allah, na iwe ni hivyo, mkaenda wote katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wote mmeingia pepo moja. Je, wasemaje kule maki kuna mahurulaini? Sasa utamuacha yule atakuwa na hurulaini wake na wewe utakuwa na hurulaini wako, au maisha yenu yataendelea kama kawaida? Hadithi inatuambia kwamba maisha yenu yataendelea kama kawaida. Kwa ile ndoa yenu ilikuwa ni duniani, lakini mpaka peponi ndoa yenu itaendelea. Lakini yule mama yule ambaye leo ni binadamu wa kawaida, uzuri wake na kawaida, kule Mwenyezi Mungu ambadilisha uchamungu wake, ule dini yake ile yambadilisha, atakuwa ni mzuri kuliko hata huyo hurul ain. Asante. Kwa hata hapa duniani ule uzuri, ile dini yake ile itamuongeza uzuri. Mwenyezi Mungu atabadilisha yale maumbo yake alionayo kwako wewe mume wake. Hautotamani binti yoyote mtaani. Kazi yako kimalizika itakuwa ni haraka sana kuweza kurudi nyumbani, kwa sababu wamuona yule ndiye pekee ambaye ni chaguo la Mwenyezi Mungu kwako wewe. Hivyo dini, tabia ndio iwe ni misingi ya sisi kuweza kupata ndoa. Kama ni binti umchague mwenye dini, na wewe kama ni kijana umchague vile vile mwenye dini na familia yenye dini. Na hata Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam, hata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndicho kitu alichokipupia. Waona wangapi wameenda kumchumbia Bi Fatima? Masahaba kubwa wote walikwenda kumchumbia Bi Fatima, akiwemo Abubakar, akina Umar. Vitabu vinawataja Abubakar sahaba wa kwanza, khalifa wa kwanza kwa mujibu wa uchaguzi uliofanyika Saqifa, na khalifa wa pili kwa mujibu wa uchaguzi kwa mujibu wa wasia wa khalifa wa kwanza. Hao wote walikwenda kumchumbia Bi Fatima. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam majibu aliyowapa, idhni na amri ya Allah bado haijashuka. Lakini hapo haraka angalia, Nabii Muhammad alikuwa anaangalia janibil khuluqi wad din. Alichokuwa anakisisitiza sana ni hiki. Imamu alisema katika hadithi nyingi, banatuna libanina wa banina libanatina. Katika hadithi nyingi sana kwamba watoto wetu, mabinti zetu ni watoto wetu, na watoto wetu ni mabinti zetu, kwa sababu hao walikuwa na tabia na dini ya kipekee. Na Uislamu umeongelea kafu maana yake ni watu ambao inabidi waendane kidini na kitabia. Sasa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam hakuweza kumkatalia. Tena akamwambia Bi Fatima, lastu anni zawajtuki balillahu ta'ala zawajaki. Mimi si kama mimi ndio nimekuoza kwa Ali, hapana. Mwenyezi Mungu tayari ndiye aliyekuoza katika mbingu yake, na tayari sherehe malaika ameshafanya sherehe, sisi huku tuidhinisha tu. Sasa uweza kuona Bi Zainab vile vile mchakato aliofuata Imam Ali bin Abi Talib alayhi ni ule mchakato wa kutaka mwenye dini. Walikuja wangapi kumchumbia Bi Zainab baada kuwa tayari amekuwa ni baligha rashida? Walimkuja ni wengi sana. Miongoni mwa walikuja ni huyu Ash'ath ambaye alikuwa ni ruwasa, ni rais katika Bani Kinda. Rais, tena vitabu vimemsifia kama alikuwa ni fatikan shujaa, alikuwa ni shujaa wa hali ya juu. Zaidi ya hapo alikuwa ameshapata mashuhuri kwa sababu tazawaja bi ummi Farwa ukhta Abi Bakar, ambaye ni khalifa. Kwa hiyo umashuhuri wake pamoja kwamba yeye ni rais wa kabila la Kinda, lakini ni fatikun shujaa. Zaidi ya hapo tayari ameshitengenezea sihiri nzuri kwa Abubakar, kachitengenezea kwamba umashuhuri kwamba kamuoa dada yake khalifa. Lakini alikuja kumchumbia Bi Zainab al-Kubra. Imamu Ali alimwambiaje? Alimwambia aghrib laqad agharraka ibn Abi Quhafa hina ma zawajaki umma Farwa. Umethubutu mpaka kuja kumchumbia mtoto wangu, ondoka. Nafikiri jeuri hii umeitoa kwa vile Abubakar kukuoza dada yake. Ulivyoona umepata mashuhuri, umemuoa dada wa khalifa, kwaona kwamba hata wa Ahlulbayt nitaoa. Yule alijibu nini? Alikamjibu, lakini yule dada alikuwa ni mtoto, alikuwa yule mwanamke si dada yake khalifa. Huoni kama ni mashuhuri mkubwa? Huoni kama ni fadhila kubwa hii? Imamu Ali akamwambiaje? Lakinnaha lam takun min al-fawatim al-awata. Ndio kweli, lakini hadhi yake bado inalingana na watoto wetu.
Watoto wetu wana hadhi nyingine, dini yao iko juu sana, watakiwa wawapate watu ambao wana dini kama wao, watakiwa wapate ukafu na wenye tabia kama zao. Sasa ni mchakato ulifuatwa, na alivyokuja Abdullah, Imam Ali hakupinga. Naam Sheikh. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba Abdullah alikuwa na dini kama ambayo alikuwa nayo Bi Zainabu alayha salatu wasalam. Naam, kuna sehemu tutamuongelea Abdullah na ndio maana yake na familia yake, na ndio maana Imam Ali alayhi salatu wasalam akaweza kumkubali Abdullah kutokana kwamba nakio. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tunahitajiwa kwamba tuwe mwanamke, dini ya mwanamke ilingane na dini ya mwanaume. Naam. Na dini ya mwanaume ilingane na dini ya mwanamke. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, ni kipindi maalum kuhusiana na mazazi ya Bi Zainabu, na leo tunazungumzia maisha ya ndoa ya Bi Zainabu, na tumeangalia Sheikh anatuambia kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba vijana wetu wanakuwa na dini sawa na mabinti zetu. Kwa hiyo wale ambao wana mabinti waangalie ni kina nani ambao wanawaruhusu kuweza kuwaoa mabinti zao, kwa sababu kama dini ya mwanaume itakuwa iko chini ya kiwango, basi upo uwezekano mkubwa kwamba ndoa hiyo ikashindwa kudumu kutokana na matatizo ya maadili na ya kifamilia. Sasa Sheikh Abdul Aziz, katika maisha ya ndoa ya Bi Zainabu alayha salatu wasalam, kuna kitu kinatajwa kwamba Bi Zainabu wakati anaenda kuchumbiwa na Abdullah aliweka sharti. Kuna sharti ambalo aliweza kulitoa, kama litatekelezwa ndiye atakuwa yuko tayari kuweza kuolewa na Abdullah. Hili lina nafasi gani katika kujenga maisha ya ndoa? Kwamba mwanandoa kabla hajaingia kwenye ndoa anatoa masharti yake kwamba I need the big car, the new car. Unawaje? Alhamdulillah. Labda Sheikh unipe ruhusa watazamaji wafaidike kidogo. Wamfahamu Abdullah. Okay. Ili tuweze kuona kwamba alikuwa kweli nikafuga. Zainab afahamika. Ndio. Na tulimueleza Zainab katika vipindi vilivyotangulia. Ndio. Lakini Abdullah aweza kuwa ni mgeni kidogo. Ni mgeni, ndio. Tumtambulishe ili watazamaji waweze kufahamu kwamba kweli alikuwa nikafuga Zainab, kweli tumfahamu. Karibala tumemjua. Ndio. Sasa huyu Abdullah mpaka amkataa Rais Kinda baba yake amkubali Abdullah inakuaje? Anakafuu gani? Yangu mtazamaji, lazima mfahamu kwamba Abdullah ni mtoto wa nani? Abdullah ibn Jaafar ambaye ni Jaafar ibn Abi Talib, kaka yake Imam Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo Jaafar ana undugu na Saidina Ali. Naam, ndugu hawa. Kwa hiyo hawa waoana. Huyu ndio Jaafar Tayyar. Huyu ndio Jaafar Tayyar. Yaani huyu Abdullah baba yake ni Jaafar Tayyar. Ali mtoto wake ni huyu nani? Zainab al-Kubra. Amamu hawa ni ndugu, ni familia ile. Ndio maana Imam Ali akasema banina libanatina wa banatuna libanina. Kwamba bwana watoto wa Fatima. Turudi pale kama Imam Ali kuna watoto wengi, lakini kupitia kwa wake wengine vile wale si kwamba wote wameolewa na nani na Bani Hashim. Hapana. Anaposema banuna libanatina wa banatuna libanina, ana maana wale watoto ambao moja kwa moja watoto wa Fatima Zahra, kama tulivyositiza katika vipindi vyetu ambavyo vimetangulia. Al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam ndio baba yake mtoto, ndio binti yake Zainab. Abdullah baba yake ni Jaafar. Sasa tumwangalie Abdullah kwanza kwa baba yake, uko wake. Familia yake huwezi kuigusa, ni familia ambayo imetakasika moja kwa moja. Sadr al-Islam, mwanzo wa Uislamu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpoteza Abu Talib ambaye alikuwa ni mlinzi wa Nabii Muhammad. Alimpoteza Nabii Muhammad usiku. Yeye Abu Talib na mke wake Fatima bint Asad hawakulala usiku, wakimtafuta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Imam Ali wakati wamepotea wote manake. Baada ya kumtafuta nusu usiku umepita, Abu Talib alikuja kumwambia mtoto wake Jaafar, bwana shika upanga na mimi nishike upanga, naamini tu huyu atakuwa amepatwa na tatizo kwa hawa Makuraish ambao wamchukia. Kwa twende kumtafuta. Mtoto kashika upanga, baba kashika upanga, wamekwenda. Mpaka theluthi mbili za usiku zapita, bado hajapatikana. Alfajiri
wamkuta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam wakiswali. Nabii Muhammad akiwa mbele, Imamu Ali akisimama upande wake wa kulia. Abu Talib wakiwa na Jaafar alivyoangalia matizamo yale yalimfurahisha sana. Akamwambia huyu Jaafar mtoto wake, sil janaha akhika, sil janaha bina amik. Bwana, sasa unamuona mwenzako aswali pale, basi nenda uwe karibu na unga mkono wa ibn ami yako, muwe jamaa, muwe kitu kimoja. Jaafar naye akaenda akajiunga na Imam Ali bin Abi Talib, akajiunga nyuma ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa wameswali pale. Nabii Muhammad baada ya kumaliza akamgeukia Jaafar akamwambia, ya Jaafar, wasalta janaha bina amika, awadahu Allahu ta'ala, awadaka Allahu ta'ala bi janahayn tatiru bihima fil janna. Umeniamini leo, umenikubali, basi Mwenyezi Mungu nawe akubadilishie mkono ule unaunga, basi abadilishe na wewe upate mbawa mbili ambazo utaruka nazo katika nini, katika pepo. Ndio kisa katika baadhi ya riwayat kama anavyoandika Sheikh Baharul Ulum katika kitabu chake fi Rahabi Sayyida Zainab, ndizo ambazo zimesababisha mpaka leo Jaafar aitwa Jaafar Tayyaru fil Janna. Huyu ndio Jaafar wa Habash. Ndio yule Jaafar ambaye katika hijra ya pili ya Habashi waliokuwa na mume wanawake 12 na wanamume 84 hivi takriban, ile hijra ya pili, ndio huyu alikuwa ni kiongozi wa kuelekea kule Habash. Lakini tutaka vile tuongelee hilo na umeligusia. Sasa unaweza kuona kwamba huyu ndio baba yake nani? Baba yake Abdullah. Ambaye baba yake Abdullah katika hijra ya pili ya Habash, yeye alikuwa ndio kiongozi. Lakini hata mwaka wa 7 wa hijra ya Mtume baada ya vita ya Khaybar, alifika yeye baada ya vita ya Khaybar. Na ni faidishe tu ndugu watazamaji kwamba baada ya vita ya Khaybar, yani mwaka wa 7, wakati Jaafar anafika, wakati huo ndio alipofika nani? Alipofika Abu Huraira kutoka Yemen. Yani ndio mwaka ambao Abu Huraira amefika katika Uislamu, amesilimu mwaka huu wa 7. Na alitokea Yemen na Jaafar naye akafika hapo. Baada ya kufika, angalia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuonyesha umuhimu na utukufu aliokuwa nao Jaafar. Alimwambiaje? Ya Jaafar, la adri bi ayma ana ashaddu faraha, abi qudumi Jaafar au bi fathi Khaybar. Hivi ushindi tulipata Khaybar ndio ni ufurahie zaidi au kufika kwako Jaafar, kitu gani kifurahie zaidi? Wewe kuna Nabii Muhammad anamtilia umuhimu wa kipekee huyu. Lakini baada ya hapo hakuishia hapo. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuishia hapo, akamwambia Jaafar, ala uhudika ala ahbika, kama nitakuwa nimekosea Kiarabu chake, lakini Nabii Muhammad anamwambia, Jaafar, zawadi gani nikupe? Zawadi gani nikupe? Alifanya nini Jaafar mpaka Nabii Muhammad anamtangazia zawadi? Wapo watu ambao wametoka vitani pale Khaybar. Vita ilikuwa ni nzito sana. Nabii Muhammad hajawaambia nikupe zawadi. Imamu Ali ndiye aliyefanikisha mapinduzi yale ya Khaybar. Lakini baada Nabii Muhammad hajamwambia nikupe zawadi. Jaafar aambiwa nikupe zawadi. Ala uhudika, nikupe zawadi. Alifanya nini Jaafar? Alikuwa na heshima gani na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wewe ni kuacheni kibarua, angalia ni homework hii tukuachie, uweze kujua kwamba Jaafar alifanya kazi gani. Watu masaba anasema kama fadhanna annahu yuqaddimu lahu al-abyad wal-asfara, kwa hivyo kwamba atachukua madhahabu na mafiqa kuweza kumpa, lakini akampa nini? Akampa 4 rakaat, akampa sala ya rakaa 4. Na leo salatu Jaafar ambayo ndio leo tunaisali salatu Jaafar, historia yake imeanza pale. Leo tumekuwa tukiswali na naambia ni sunna mashuhuri sana ya kumaliza, na fadhila nyingi salatu Jaafar, ya kumaliza haja mbalimbali. Sasa huyo ni upande wa baba yake. Mama yake Asma binti Umayyis, ambaye huyu mama yake Asma binti Umayyis baadaye aliolewa na Abu Bakar, akampata Muhammad bin Abi Bakar, ambaye alikuwa kijita Tayyib ibn Khabith. Watazamaji wataweza kujua Tayyib ibn Khabith katika vipindi vingine, muda wetu hauturuhusu kuweza kuvieleza vitu hivi. Lakini baadaye akaolewa na Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam. Mwanamke huyu Imam Jaafar as-Sadiq anamsifia Asma bint Umayyis, mke wake Jaafar, ambaye baadaye akaja kuwa ni mke wa nani? Wa Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam. Anamtaja kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu Asma bint Umayyis, yeye ni miongoni mwa akina mama
watakaokuwa wa kwanza kabisa kuingia peponi. Ahesabu majina yao. Katika hao wa kwanza fi muqaddimatihinna amhesabu nani? Asma binti Umayyis. Ziada hapo tukueleze kwamba katika ile hijra ya Habash yeye ni miongoni mwa waliohama. Katika wale kina mama 12 waliohama, yeye ni miongoni mwa waliohama akishirikiana akirafikiana na mume wake Jaafar katika wakikimbia kwa ajili ya kuinusuru dini yao. Sasa njoo kwa Abdullah mwenyewe. Abdullah mwenyewe ya kutosha kwamba ujue kama ni miongoni mwa sahaba Nabii Muhammad Julla al-Khullas, lakini ufahamu kama ni miongoni mwa masahaba wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam al-Khullas, umeshika katika vita mbalimbali alikuwa Imam Ali bin Abi Talib. Lakini ya kutosha ufahamu kama ni miongoni mwa sahaba Imam al-Hasan, lakini miongoni mwa sahaba Imam al-Husayn alayhi salam. Hii ikutosha kufahamu utukufu waliokuwa nao. Ziada hapo tumalize ili uweze kujua kwamba alikuwa ni kafuu mkubwa wa Zainab. Muangalie yeye ameitwa kama ni baharul judi. Yeye ni kisima cha nini? Kisima cha al-karam wal judi, yani kisima cha ukarimu. Alikuwa ni mkarimu kiasi ambacho mpaka Hassan na Hussein wakati Zainab aishi na mume wake, riziki ziliongezeka. Tunavyoambia kwamba waliongeza riziki zao zilikuwa ni hali ya juu sana, mashamba yao ilipata mazao ya hali ya juu sana. Sasa alikuwa watu kutoka mbalimbali, mataifa mbalimbali wakija kibisha hodi pale. Ngoja Zainab akitoa, mume wake akitoa. Maki wanaitwa baharul judi hawa. Ndio maana kitu aqilatu ahlul bait. Ndio maana akaitwa aqilatu ahlul bait. Hassan Hussein akamwendea, bwana watoa sana wewe. Watoa sana mpaka Sayyidina kana kama utabaki mwenyewe hauna kitu. Aliwaambiaje? Aliwaambia, ndugu zangu, mimi ndivyo nilivyozoea toka ni mdogo. Mwenyezi Mungu nimemzoezesha mimi kutoa. Ninaogopa nikiacha kutoa Mwenyezi Mungu atanikunjia riziki, ataninyima. Maadamu ninatoa na Mungu ananipa, nafikiri naombeni ruhusa. Nimemamu wale hataki kuabishia. Kwa awaomba, naombeni ruhusa mimi niendelee kuwa ni mtoaji kama ambavyo nimezoea, nimemzoesha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu amenizoesha kuweza kunipa, kwa sababu tu mimi ni mtoaji mzuri. Huyu ni Jaafar. Huyu ni Abdullah. Huyu ni baba yake babake Abdullah ambaye ni Jaafar, na huyu ni mama yake Abdullah ambaye ni Asma binti Umayyis. Uweza kuona familia yake hii ilinganisha na familia ya Bi Zainab. Waangalie hapa, halafu uje uangalie sifa alizokuwa nazo Zainab, kama yeye ni akila Zainab, lakini na huyu vile vile aitwa baharul jud. Asante sana. Ni kitu kimoja. Lakini Sheikh Abdulaziz, bado pale swali langu kwamba Bi Zainab anajaribu kutoa sharti kwamba naam. Sasa hili lina mchango gani katika maisha ya ndoa, lile sharti kwamba kuwepo kwa sharti katika ndoa? Katika ndoa zetu haya yanakuwepo. Katika ndoa hawakatai sharti. Hata ukisoma vitabu vya sheria havikatazi kutoa sharti, maadamu lile sharti lisiwe ni haramu. Asiweke binti sharti akasema mimi nimekubali kunioa wewe, lakini kwa sharti kwamba ndani kwetu leo ile leo zafafi leo nipate bia. Sharti hili Uislamu haukubali. Maana yake kwamba sharti lisiwe ni kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Lisiwe ni kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Sasa mchango wake ile sharti nini? Unadhani kwa nini kuwepo na ruhusa hii ya kuwa mtu mwanandoa anaweza kuwa na sharti katika ndoa yake? Kwa nini Mwenyezi Mungu labda haruhusu na sheria ya Uislamu iruhusu kuwepo na sharti? Mchango wake hasa nini? Mchango wake sharti kuwepo katika ndoa. Nataka niongelee mchango wa sharti hili la Bi Zainab, halafu tuje kwenye michango mingine. Sharti la Bi Zainab lilikuwa na mchango mkubwa. Ndio. Mchango mkubwa wa Bi Zainab, sharti lile ni kwamba akiwa ndugu yangu al-Imam al-Hussein atoka, niweze kufuata naye. Naomba nifuatane naye. Uniruhusu, usinizuie. Mchango wake ni kubakia kwa Uislamu tulionao. Mchango wake ni kuifikisha na kuipromote na kuitangaza yale mapinduzi aliyofanya Imam Hussein alayhi salamu, ambayo nafikiri tulieleza katika vipindi ambavyo vimetangulia na muda hauturuhusu kuweza. Lakini Uislamu kwa nini uruhusu sharti? Ndio. Umekataa sharti ambalo liko kinyume na Uislamu. Ndio. Lakini umeruhusu masharti mengine. Binti Mwenyezi Mungu anaweza kumpa baswira shekhe. Akaona huyu anayenioa pamoja kwamba dini kimandhari kidhahiria dini yake ni sawa. Ndio. Lakini shekhe, watu huwa twaficha tabia, twadhihirisha zingine tusizokuwa nazo. Lakini ukishamzoea mtu zile tabia ukawa umedhihirisha. Sasa binti Mwenyezi Mungu anaweza kumpa baswira hiyo, akaweka sharti, bwana mimi
sitaki kuolewa na mnywa pombe. Bwana mimi sitaki kuolewa na mpiga muziki. Bwana mimi nataka kuolewa na ninayemuona na swali vindi vitano. Sasa unasemaje kama utakuwa wewe si mcha Mungu? Kama wewe si mcha Mungu, ndoa yangu na wewe itakuwa ni mwisho. Kapata basira, kaika sharti kama hili na Uislamu kawa umeruhusu sharti hili. Kweli wanapoishi katika ndoa, yule mume inawezekana akawa pole pole atumie ule ume wake kuweza kumvuta yule binti kumleta katika maasi. Lile sharti linaweza kumsaidia na kumlinda binti. Bwana wakumbuka sharti letu. Nilikwambia nikikuona uko hivi sharti. Binti anaweza kufanya ile ndoa akawa ameivunja, lakini kwa basira ile aliyopewa. Kwa hiyo Uislamu unakubali hivi kwa sababu tuyawezekana kabisa kwa kutumia ule udhaifu wake waweza kumvuta na kumpeleka kusikofaa, kusikotarajiwa na Uislamu. Na yeye kama alipata hiyo basira, alipata na huo muono, aweza kuweka sharti ambayo litamzuia, litamlinda ili abakie na Uislamu wake. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba Uislamu ulipotoa nafasi ya sharti ilikuwa na maana kwamba lile sharti lazima lifikiriwe kwa undani zaidi, ili kwamba liwe ni moja ya nguzo ambazo zinaweza kusaidia kwamba ile ndoa ikaenda katika hali nzuri ambayo Uislamu unataka. Nafikiri hilo halipingiki kwa sababu Uislamu haufanyi isipokuwa ni baada ya kufikiri. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, ni kipindi maalum kuhusiana na mazazi ya Bi Zainab na tunatizama maisha ya ndoa ya Bi Zainab, na tumeweza kutizama ni jinsi gani kwamba Abdullah alivyokuwa na alivyotoka. Sasa hapa tumeangalia kwamba Jaafar ambaye ni babake na Abdullah alikuwa ni mtu mcha Mungu. Tumeona mama yake Asma binti Umais alikuwa ni mtu mcha Mungu, na tunamkuta kwamba Abdullah vile vile ni mfuasi mzuri wa Ahlul Bait, mfuasi mzuri wa Uislamu. Hii katika maisha yetu hivi sasa, Sheikh Abdul Aziz, unadhani tunajifunza nini? Maana tumekuwa na matatizo kama haya katika jamii zetu. Hili jamii tunajifunza nini katika jamii zetu? Sheikh, la kujifunza muhimu sana ni pale tulipoanza kuzungumzia vitu viwili, dini na tabia. Tunapozungumza dini na tabia, si kwa wewe peke yako unayooa, si kwa yule peke yake anayeolewa. Tuangalie na mchakato wa kifamilia. Kwa nyumba za kwenda kuoa tuziangalie. Yawezekana, lakini Sheikh Abdul Aziz wanasema wenyewe kwamba, kwa sababu unalolizungumzia ni kweli, kwa sababu ukiangalia wazee wetu tunaambiwa kwamba wazee wetu ilikuwa mtu hawezi kukutana na mzee na binti barabarani alafu akamuoa. Ni kwamba mzazi anaangalia kwamba nyumba hii inafaa, kwamba huyu binti yangu nikimwezesha pale panafaa, kwa kutokana na ile sabiqia, historia, si mnaita ile ameshamjua mzazi wake yuko vipi, mjomba wake yuko vipi, ndio. Lakini vijana wa sasa wanasema hiki sayansi na teknolojia na utandawazi mkubwa, hatuwezi kuwa na mambo kama haya kwamba mimi niko Dar es Salaam sasa nataka kuoa, sasa sijui itakuwaje. Basi mimi nikikutana naye kazini, tunafanya kazi moja ofisini, nitamwambia nataka nikuoe, ndani ya daladala tukikutana, mimi nataka nikuoe, tunaoana. Kwamba ili ambalo unalolizungumzia wewe katika mazingira yetu linawezekana kweli, au ndio mnasema tu, mnatuambia tu? Sheikh, urahisi huu wa kuchukua ndio umesababisha leo ndoa zetu zimekuwa na matatizo makubwa. Leo mnachukuana. Uislamu, hawa wanaosema hivi, na dakika 2 Sheikh Aziz. Naam, hawa wanaosema hivi ni kwamba hawafuati yale mafunzo ya Kiislamu halisi. Sisi tunasema Zainab, tatizo ni inawezekana kufuata. Sio kwamba wafuate, inawezekana. Tunayo mazingira yanaturuhusu kufuata. Mazingira Sheikh yanaturuhusu kabisa kuweza kutekeleza hili. Si kwamba hayaturuhusu, ila sisi kwa sababu tumeamua kutofuata mazingira, tumeamua kutofuata Uislamu, tumeamua kutofuata sheria, ndio maana tunaviweka vitu vigumu hata kama ni virahisi. Inawezekana kabisa, kwani wako ngapi wanafuata utaratibu huo, familia zao mzee ndio anayewaolea, familia zinafuata utaratibu huu ambao Fatuma Bi Zainab waliofuatwa kwa Bi Zainab kwa Bi Fatuma wako wengi. Kwa hiyo inawezekana, isipokuwa sisi tumerahisisha tu vitu hivi, na dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydikum. Leo talaka nyingi zinatokea ni kwa sababu sisi wenyewe tumeamua kurahisisha. Asante sana Sheikh Abdul Aziz Qadari anatuambia tuachane na ndoa za Vodafasta wanaziita wenyewe. Kwa hiyo ni lazima tuende na
mchakato mzuri katika kuweza kupata ndoa zetu. Mpenzi mtazamaji, ilikuwa ni kipindi maalum kuhusiana na mazazi ya Bi Zainabu alayha salatu wassalamu, na leo tulikuwa tunatizama maisha ya ndoa ya Bi Zainabu alayha salatu wassalamu, na bila shaka utakuwa umefaidika sana. Hapa studio msimulizi wako nilikuwa ni mimi Hemedi Lubumba, na mgeni wangu alikuwa ni Sheikh Abdul Aziz Miqdad. Tunakusihi uende kujifunza na kuangalia kituo chako bora kabisa IBN TV. Mpaka wakati mwingine.